Waliponivamia waliamua kuongea tulia kwa sauti tofauti tofauti, lakini sikuweza kumgundua hata mmoja sura yake. Kijana Mohamed Hamadi Mohamed, mkazi wa Mwera, wilaya ya Magharibi A, Unguja, amekumbwa na tukio la kusikitisha lililobadili mwelekeo wa maisha yake baada ya kuvamiwa na watu wasiojulikana, kujeruhiwa na kuporwa zaidi ya shilingi milioni 10. Kwa maumivu na masikitiko makubwa, Mohamed anasimulia jinsi tukio hilo lilivyotokea, akielezea dakika za kutisha alizopitia mikononi mwa watu hao. Siku ya Jumapili majira saa 3 kama na 20 dakika 20 hivi, narudi zangu nyumbani, natokea ofisini. Kufika karibu na mtaa wa nyumbani, nikakutana na gari mbele yangu, wakati na mimi na usafiri wangu wa maringi manne gari. Lakini ile gari mbeleni nikajaribu kutaka kupishana nayo, sema njia haikuniruhusu kupishana nayo kwa sababu haiwezi kupishana gari mbili wakati mmoja. Lazima mmoja apite, mmoja amsubiri mwenzake. Ila kabla ya kupishana ikatokea gari nyuma. Kutokea gari nyuma nikaiona kwenye side mirror kwamba kuna gari nyuma. Baada ya kusogea mbele kidogo, ile gari ya mbele ikaniblock. Sikuweza kutembea tena mbele. Baada ya kuniblock kuna mtu akatoka nje. Badala ya kutoka mimi kumuona ule mtu alipotoka tu nje, nikaelewa kwamba huyu ni mtu mhalifu. Pale nikabidi nisukume gari mbele, ingawa wameshani bloki. Lakini gari ya nyuma wakatoka vijana 4 wakaja kanishambulia gari yangu kwa mapanga na silaha zenye ncha na ni za vyuma, ikisemekana ni silaha nzito. Badala hapo mimi nikaamua kutulia, sikuweza tena kufanya chochote. Na gari ya mbele ile wakatoka vijana 3 wakaja mbele wakashambulia. Yuko kijana mmoja akanikamata shati na kunivuta nje kama kutaka kunitoa. Akarusha ile nondo ya kichwa, kwa bahati nikakinga ile nondo kwa kutumia huu mkono. Kwa mkono una jeraha, mfupa umevunjika. Badala hapo wakaamua kuchukua kila kitu nilichokuwa nacho, ikiwemo vitu vya ofisi, mashine za benki 4 zile, mitandao ya simu ambayo ni simu 4 lakini mitandao ni 6, na kiwango cha hela milioni 10,161,000 cash money, na nyingine zimo katika mitandao ya simu lakini sikujua ni kiwango gani cha idadi ya hela. Badala hapo nikafungua mlango nikawanadia wezi. Kwa nadia wezi, majirani walitoka lakini tayari wale wameshatoka na gari wakakimbia. Nilijaribu kufanikiwa kuikuta namba ya gari, kuikumbuka, kuiclaim, lakini hatukufanikiwa kuwapata wale jamaa. Badala hapo majirani wakachukua hatua kupiga simu sehemu tofauti tofauti, kwa naibu, kwa balozi, polisi. Nashukuru baada ya muda mchache, hata sikuwahi kupelekwa hospitali, jeshi la polisi lilifika sehemu ya tukio, wakatoa mashirikiano, wakanichukua na kunipeleka kule polisi. Kwanza sikuenda hospitali, nikaandikiwa P3 na kuahishwa hospitali. Waliponivamia waliamua kuongea tulia kwa sauti tofauti tofauti, lakini sikuweza kumgundua hata mmoja sura yake, na mimi ikabidi nitulie kwa sababu kwa kuepusha matatizo katika mwili wangu. Kweli siwezi nikasema kwamba kuna mtu ana ugomvi na mimi, kwa sababu mimi sina ugomvi na mtu. Kwa hiyo si mtaani wala so katika harakati zangu za kazi. Na issue ya kusema kwamba kuna mtu ananifuatilia, siwezi nikasema kwamba hapana, kwa sababu mimi ni mtu wa harakati. Na tukio amelifanya so kama ni geni, ile jambo amelifanya kwa uwenyeji. Ni muda mrefu sana walikuwa wananifuatilia au wananitafuta, na inasemekana majirani, kuna baadhi ya majirani
walizungumza kwamba hiyo gari iliyotokea mbele yangu walikuta muda mrefu sana ipo hapa mtaani. Na jirani mmoja alizungumza kwamba alienda kuwauliza wale kwenye gari, kuna habari gani, vipi, kama kuwauliza kwamba kutaka kujua hawa watu wamepotea au wanataka wapafahamu wanapoenda. Lakini kwa bahati mbaya au bahati mzuri wale jamaa hawakueleza shida zao. Kwa hiyo inamaanisha wale jamaa kwamba walikuwa wameshajiandaa tangia mapema, wananisubiria mimi waweze kukamilisha hilo jambo waliokuwa wanalihitaji kulifanya. Upande wa jamii naweza kusema kwamba iwe na hofu, isiruhusu kitu kigeni katika sehemu yao au katika mtaa wao wakakipuuza. Kwa mfano kama kitatokea usafiri wote ni mgeni katika ule mtaa, wakiuona waushughulikie, watoe taarifa sehemu tofauti tofauti. Na kama ni vijana wameona katika mtaa wao au mazingira ya nyumbani kwao, wasidharau, wajaribu kutumia njia yote ili lile jambo lisifikie hitimisho, lisifikie pabaya. Na upande wa serikali ninachowaomba mimi, jambo kama hili lilonitokezea, mimi naomba zaidi muwe na nguvu la kulifuatilia na kuwakamata au wahusika na kulikamilisha hili jambo na kuwachukulia hatua kubwa kali sana, ili wengine wasiweze kuendelea kufanya au kufika hatua kama hii jamaa walofika. Mimi ni Angel Paul, nyuma ya kamera ni Alexa Madaha.